Bwana, baada ya Dr. Sule, mmoja katika viongozi ambao wanaheshimika sana katika upande wa imani ya dini ya Kiislamu, kufunguka vitu vingi sana ambavyo vinahusu iftar katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Baada ya kuonekana kwamba kuna wasanii maarufu kabisa ambao wamehusika katika kufuturisha watu wakiwa wanajihusisha katika ibada mbalimbali. So, amekuja kufunguka Dr. Sule ya kwamba kuna mambo ambayo hayajakaa sawa zaidi. Dr. Sule alikuja kufunguka ya kwamba issue kama iftari ambazo wanahusika nazo wasanii, kufuturisha wasanii wenzao, kufuturisha watu maarufu. Tuliona juzi tu katika Wasafi iftar, moja katika iftari ambazo zilikuwa ni maarufu sana kwa sababu hakuna iftari ambayo ilitrendi kama ile pale ambapo alikuja kuitangaza Diamond Platnumz na kuhusika viongozi wengi pale kama Mwamposa, alihusika Mufti ambaye ni Abubakar Zuberi, walihusika viongozi wengi wakubwa zaidi katika upande wa dini, lakini pia walikuwepo viongozi ambao walikuwepo katika dini zote mbili, nikimaanisha Uislamu pamoja na Ukristo, yani walihusika wote pale. So huu mchongo bwana ulikuja kuibua gumzo kubwa sana baada ya kuonekana kwamba kuna viongozi wa dini wakubwa kabisa ambao wanasapoti wasanii, wanakuja kufuturishwa na wasanii. Moja katika vitu ambavyo vimewafanya watu wengi sana kutafsiri mchongo kama huu hapa katika namna tofauti tofauti. So Dr. Sule alikuja kufunguka ya kwamba hizi iftari ambazo zinaendelea kwenye mitandao ya kijamii ni michongo ambayo inafanywa so kwa ajili ya imani, so kwa ajili ya mapenzi ya kufuturisha watu ama ibada kama the way ambavyo Mwenyezi Mungu ameweza kuelekeza, lakini ni kitu ambacho kinafanywa kwa ajili ya skendo na kutaka kujionesha. Moja katika maneno ambayo alikuja kuwastua watu wengi sana kuona kwamba kumbe iftari zote ambazo zinaendelea ambazo wanazifanya wasanii kama Diamond Platnumz, anazifanya LK For Real, King Kiba, wanazifanya watu wengi maarufu kwenye mitandao ya kijamii ambazo zina trendi sana. Inaonekana kwamba ni michongo ambayo inafanywa kwa ajili watu waone ya kwamba Wasafi wamefuturisha au Crown Media imeweza kufuturisha ama msanii fulani ameweza kufuturisha na michongo kama yapo. Lakini pia alifunguka ya kwamba wanafuturisha sana watu ambao ni maarufu na watu ambao wanajiweza. Alikuja kusema ya kwamba iftari ambayo ni nzuri ni iftari ambayo wanafuturishwa maskini na watu ambao wana uhitaji mkubwa sana, lakini imeonekana tofauti kwa baadhi ya wasanii ya kwamba wanafuturisha watu ambao ni maarufu na watu ambao wana pesa zao, nikimaanisha wakina Mwamposa, wakina Mufti, wakina mashehe wakubwa zaidi ambao wana pesa mingi lakini wanafuturishwa. Mmoja katika michongo ambayo alikuja kuigusia Dr. Sule ya kwamba ni mchongo ambao haujakaa sawa. So Alikiba bwana alikuja kumjibu Dr. Sule ya kwamba alete mstari ama aya ambayo inapatikana katika kitabu cha Qur'ani ya kwamba inawezekana kufuturisha matajiri, hairuhusiwi. Na mpaka hapa tunaona kabisa ya kwamba ule mchongo Alikiba ulimkwaza sana. Alionekana kabisa kwamba alitoka mchezoni, alimind shehe kusema kwamba anataka kutafsiri mchongo wa ufuturishaji kwamba upo katika namna mbaya ambayo yeye anataka kuichora. So alikuja kumwambia Dr. Sule ya kwamba kama anayo aya za kutoa basi aoneshe ya kwamba kufuturisha matajiri ni kitu ambacho hakiruhusiwi. So Dr. Sule alikuja kujibu ya kwamba inawezekana uelewa wa Alikiba katika kitu kama kile pale ulikuwa ni mdogo sana. Yeye hakukataza kufuturisha matajiri, lakini kuna michongo ambayo alikuwa anaielekeza ambayo LK For Real hakutaka kuielewa zaidi. So hii hapa ni moja katika michongo ambayo imeshikilia sana headlines kwa sasa kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuonekana kwamba mastaa wengi wanahusika katika iftari tofauti tofauti. Tuliona Wasafi soap ambayo iliweza kuwa introduced ama imeweza kutangazwa kupitia tukio la Wasafi iftari pale juzi, baada ya kuonekana kwamba watu wengi sana wameweza kuhudhuria pale, watu wazito zaidi, lakini pia iliweza kuchukua attention kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii. So ni mchongo ambao uliweza kuchukua watu wengi sana na watu wengi waliweza kutafsiri katika namna tofauti tofauti. So mimi nataka unipange hapo chini mtango kwenye uwanja wa comment, unaelekeza ni kitu gani ambacho wewe unahisi kipo sahihi zaidi katika imani ama katika ustaarabu ambao watu wanapaswa kuishi. Nipange hapo kwenye uwanja wa comment. Mimi naitwa Jitu One Time, Jitu One TZ official Genius, na hii hapa ni Jitu Media.